Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika vipindi vyetu ambavyo vitakuelimisha, kukuhabarisha na kukujuza yale ambayo yapo ndani ya Uislamu wako katika nchi yetu ya Burundi. Na leo tumetembelea katika ofisi za hija ili kuyafahamu mengi ambayo yanahusiana na hija. Nitakuomba mpenzi mtazamaji ukae karibu ili uweze kuelewa mambo mengi kuhusiana na masala ya hija. Na mshe wangu, kuna changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara kipindi cha ibada ya hija, hususan msongamano, ima joto likubwa lalikuwa likiathiri kwa kiasi kikubwa mahujaji. Mwaka huu 2025 kulikuwepo na changamoto zozote zile ambazo zimeweza kujitokeza? Kwanza nishukuru ujio wenu kwenye ofisi yetu. Naamini kwa hilo mahujaji watakuwa wamejua mengi kuhusu hija itayofuatia. Kwa wastani ni kwamba sawa na umevoniuliza, safari ilikuwa nzuri alhamdulillah. Kubwa tunamuomba Mwenyezi Mungu kabuli, licha ya changamoto ambazo zilikuwepo, hali ya hewa na hivyo, na ni kawaida mahaji dunia nzima hija inapomalizika kurudi afya kidogo hawako vizuri. Hapa kwetu wako ambao walifikia hata hospitali kwa afya yao, lakini waliendelea vizuri na sasa wako nyumbani alhamdulillah. Mwenyezi Mungu awape shifa ya kudumu. Wenzetu wapo ambao walifisha kabisa, kama Uganda yupo bimkubwa ambaye alizikwa Madina baada ya haji akawa amefishwa. Hali ni hiyo, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni taratibu zipi za usajili ambazo mtu anatakiwa kuzitekeleza ili awe miongoni mwa wale ambao wataweza kudiriki hija ya mwaka 2026, na ni taratibu zipi ambazo anatakiwa kuzikamilisha kwa haraka ili asiwezi kukosa fursa hiyo? Usajili, kama mmevotaka kujua, swala lizuri sana. Usajili katika hija 2026 sawa na 1447 kwanza ni kipengele muhimu sana. Yule anakusudia kuifanya ibada ya haji aelewe, aende na kalenda hii. Hii ndio kalenda ya wizara ambayo tumekabidhiwa ya kuja kufanya kazi. Tarehe 9 mwezi wa 11 2025 itakuwa ni sawa na 18 Jumada al-Ula mwezi wa 5 Kiislamu 1447. Si tarehe 9 mwezi wa 11. Hiyo inaitwa ni tarehe, kutakuwa kipengele kinaitwa tawqi'u ittifaqiyya tartibat shu'un al-hujjaj. Manake kusaini mikataba ile ya mipangilio yote ya hija, tunakuwa tunaweka saini. Hapa pana kitu muhimu sana cha mtu kuelewa. Inakuwa inabidi ukaeleze una mahujaji wangapi na hivyo na vile. Aende ananifuata Muislamu kwa ufahamu wa juu kwenda kusaini kipengele hicho, una mahujaji wangapi, tarehe 9 mwezi wa 11 2025. Kwa hiyo kumbe usajili mpaka hapa inaombwa ni mapema, ndio kule unakwenda kutoa idadi ya mahujaji ambao utachukua wakati huo. Halafu kinafata kipengele kingine. Baada ya hilo panakuja kipengele kinafuatia, ni tarehe 6 mwezi wa Rajab 1447 sawa na 21 mwezi wa 12. Tumetoka mwezi wa 11 tunakwenda mwezi wa 12 2025. Wanasema intihaa fatra tahwil al-amwal matluba litaaqud ala hazmi al-khadamat al-asasiyya. Unaona kuwa tumekusha maliza kulipia, yani kuagiza mali, kuagiza mapesa yanatoka hapa, na dunia nzima ni hivyo, yanatoka kwenye nchi yako ile sawa na utaratibu wa uagizaji, yanakwenda mpaka kwenye mihfadha inaitwa al-mihfadha al-elektroni. Manake mihfadha ya wizara hiyo, unaingiza ile mapesa kule. Kwa hiyo inatakiwa umaliza kutransfer zile pesa ziwe zimekwisha kwenda kule tarehe 6 Rajab, tarehe 21 mwezi wa 12. Bana, mimi na mahujaji 40 na mapesa yao ni hayo. Unaona, tarehe 21 mwezi wa 12. Mpaka hapa natembea na Muislamu anakwenda anaelewa kuwa inaomba kulipia mapema ili pesa yangu iwe imekwenda kule mwenye ile mihfadha kwa wakati muafaka, vinginevyo haji anakuwa amechelewa. Hali inakwenda ni hiyo. Kisha tunakwenda tarehe 1 Shaaban 1447 sawa na 20 mwezi wa kwanza 2026. Wanahama wizara kwenye kipengele kingine, wanasema hapo intihaa fatra tahwil al-amwal matluba.
hapo wanafunga muda ule wa kuagiza transfer yayo mapesa, wanakuwa wamefunga njia. Hakuna njia ya kufunguka pesa ingie ndani ya sanduku lenu kule wizarani, hakuna, wanakuwa wamefunga. Pesa za kulipia majumba, Maka, Madina, mabasi zile na hivyo, mlango unakuwa umefungwa. Kumbe inabidi ni mapesa yanakuwa yapo yameagizwa kwa wakati. Narudi tena hapo, tarehe 1 Shaaban 1447 sawa na 20 mwezi wa kwanza 2026, انتهاء فترة تحويل الأموال المطلوبة للتعاقد على خدمات السكن في مكة والمدينة المنورة وخدمات النقل إلى المحفظة الإلكترونية. Manake muda unakuwa ni huwa kuagiza mapesa. Wizara inakwenda kipengele kingine, tarehe 13 Shaaban 1447 sawa na 1 mwezi wa pili 2026 1 mwezi wa pili, wamegawa ni sehemu ya pili. Wanasema intihaa mina taaqud ala khadamati sakan fi Makkah wal Madina al Munawwara wa khadamati naql. Manake ni uagizaji mwingine wa pesa huo, wanasema wanakuwa wamefunga sasa nani ya kununua mafungamano yale ya nyumba Makkah, Madina na hivyo na nani zote, yani mwisho wa kulipia. Kwa lugha fupi, mwisho wa kulipia tarehe 1 mwezi wa pili 2026, intihaa mina taaqud ala khadamati sakan fi Makkah wal Madina wa khadamati naql. Mwisho wa kulipia ni hayo. Kwa tunakwenda kipengele kinafuatia, wanasema 20 Shaaban 1447 sawa na 8 mwezi wa pili 2026. Hii inakuwa ni kipengele tunakwenda bado marhalati isdari tashirat. Wanafungua mlango wa kwanza kuprinti visa. Print visa kwa kuwa umekusha walipia wale watu, nyumba yao Maka ipo, Madina ipo, basi zao zipo, mahema yao hayo yapo, na hivyo tayari mapesa yale yaliingia na yamekatwa, yamelipiwa. Sasa wanakufungulia dirisha la kuprinti visa zao. Bado marhalati isdari tashirat, tarehe 20 Shaaban sawa na tarehe 8 mwezi wa pili. Kwa hiyo mpaka hapa unaona hatujaingia hata Ramadhan na hija imemalizika. Hatujaingia Ramadhani, hija tayari, mahujaji wapo tayari, imemalizika. Kumbe ni zinduo muhimu sana. Haji atoke kule kwa kuulizia hija ndani ya Ramadhani, akumbuke kwamba hija hii kuna mahujaji walibaki na mapesa yao yakabaki ofisini, alhamdulillah wakayawekeza, kusema meda mbio ni hizo, tunaacha pesa yetu hapa, tunasubiri hija ya mwakani. Kwa hiyo ingia mapema ili ufanye nini? Ukimbizane na hizi mbio. Hii ndiyo wizara ya hija ambayo inataka mambo ya hija dunia nzima yawe imekamilika mapema. Tunatoka ndani ya mfumo, ndani ya Ramadhani. Ndio swala la kuja, shekhe na hija ni ngapi mwaka huu? Ndani ya Ramadhani. Mama umechelewa, tunakwambia umechelewa, tayari mapesa wamelipa yako kwenye fuko la wizara na makato tayari na nafasi zao tayari zimeandaliwa. Hii ndio hija. Kwani kipengele muhimu sana hicho cha 20 Shaaban. 20 Shaaban ndio mwanzo wa kutoa visa. 13 Shaaban mwisho wa malipo yote. Mwanzo wa kutoa visa 20 Shaaban. Wanasema tarehe 6 Shawwal ndio namalizia. 6 Shawwal 1447 sawa na 20 mwezi wa 3. 20 mwezi wa 3 2026. Al-intihaa min marhalati isdari tashirat. Mwisho wa kuprinti visa. Maana na yule alikaa kwa mashine kuprinti visa na yeye anafungiwa mlango, wamezima mlango. Hakuna njia ya kuprinti tena visa. Tarehe 20 mwezi wa 3. Kwa hiyo visa zinaprintiwa kuanzia tarehe 8 mwezi wa pili mpaka 20 mwezi wa 3, visa mwisho wa kuprinti. Kwa hiyo vipengele muhimu ni hivi vya malipo, vya kulipia, kwa sababu visa haiji ila umeilipia. Kumbe mwisho wa malipo hapa 13 Shaaban ambapo ni sawa na 1 mwezi wa pili 2026, mwisho wa malipo. Inshallah tunawatakia wale wenye nia ya hija biidhnillahi taala, Mwenyezi Mungu awarahisishie waweze kuingiza mguu mapema
ili hija yao pia iandaliwe mapema sawa na taratibu za Wizara ya Haji na Umra kwa hija 2026 sawa na 1447. Nadhani mpaka hapo ulizo lako nitakuwa nimelijibu kwa kiasi fulani. Tumeshuhudia Wizara ya Hija ikiwa inazipongeza nchi ambazo zimetekeleza ibada ya hija ipasavyo na imekamilisha yale ambayo yanahitajika kwa wakati na ufasaha uliokuwa mkubwa. Ni ipi nafasi ya nchi yetu ya Burundi kwenye Wizara ya mambo ya hija huko Maka? Swala lizuri pia. Burundi inaongoza vizuri. Burundi katika wizara ina nafasi nzuri sana. Tulikuwa ndani ya kikao muhimu sana na mheshimiwa waziri wa Haji na Umra na bodi lote la wizara wakitoa zawadi kwa watu ambao wamefanya vizuri kwenye hija. Zilikuwa nchi kama makina Iraq, wakina Nigeria, wakina Indonesia na hivyo zilikuwa nchi mbalimbali. Mimi nilitegemea wataninyanyua, Jamali njoo jukwani umefanya vizuri, lakini hatujapata hiyo bahati, ila kwa kuwa bado wanatujali kama unavyofuata kwenye picha nikiwa na vigogo wa wizara, walitupa zawadi nyingine ya kuandika ikiwemo kijitabu kizima hiki ambacho mtu unazawadiwa risala hii ambapo ina inwani imeandikwa shukran lakum, maana mnashukuriwa, wizara inakushukuruni. Hii ni rasmi katika nchi zile ambazo kidogo zilikuwa kugonga mlango na kupata zawadi jukwaani, lakini pointi hazijafikia tukawa tumeshukuriwa. Kwa hiyo badala ya kuandikiwa mikhalafa na kuwa umefanya makosa, umekwenda hovyo na labda kufungiwa kabisa, hija hakuna mwa hiyo nchi, tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burundi sawa na udogo wa nchi yetu, lakini inaongoza vizuri na kuwakilisha vizuri sana nchi yetu ya Burundi na kupata vitu kama hivi. Jitihada hizo zinaonyesha kuwa kuna maendeleo upande wa hija na mahujaji katika nchi yetu ya Burundi. Kwa uchache unaweza kutufahamisha au kutuambia ni maendeleo yapi ambayo yapo katika mahujaji na hija kwa wananchi wa Burundi? Swala lizuri pia. Niseme maendeleo kwa mahujaji wetu. Mahujaji wenyewe ni mashahidi. Toka hija zimepita nyuma kule, yako mazuri mengi ambayo ofisi imefaulu kuyafanya. Miongoni mwa mazuri, mahujaji wa 2025 ni mashahidi. Chukua hoteli la Madina tu, mfano mdogo. Hoteli ya Madina, Wardatul Rayyan, ambapo ilikuwa ni hotelini, ukitoka unaingiza mguu msikitini Haram. Hii ni jambo moja kubwa sana. Hoteli, ukitoka hotelini dakika 2 kwa mtu mwenye kusunda yule wanavyosema, tayari ameingia ndani ya Haram. Unatoka hotelini, mbele yako hakuna hoteli nyingine kama unavyofuata kwenye picha, ila mbele ni miavuli ya Haramu, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo walikuwa karibu sana, yani wako msikitini kwa kifupi, ambapo unakuta wale tunasema sijui Amerika, Faransa, Uingereza na hivyo, labda wako hoteli za nyuma yetu sisi kama Burundi. Kwa hiyo Burundi iko kifua mbele kwenye hoteli, inaitazama Haram. Tena hoteli ya kisasa kabisa. Kwa hiyo ni hatua ambayo Burundi imefanya nini? Imepiga. Wao wenyewe wanasema hoteli iko liksi sana, hoteli nzuri sana. Kwa hiyo ni hatua hizo. Kama vile ni hatua kuwatoa mahujaji Madina na wanakwenda uwanja wa ndege wa Madina kwa safari ya kuja Addis Ababa. Ni hatua pia. Hija za nyuma ilikuwa unawatoa Madina unawapeleka Jeddah, masafa kilomita 500 hivyo, wanakwenda wamechoka, lakini kuwatoa Madina dakika chache tu wameingia airport ya Madina na wanaruka wanakwenda Addis Ababa. Yote hayo ni mabadiliko makubwa sana. Lakini vile pia mabadiliko kuwatoa Madina kutua Addis Ababa na kuambia wale mahabasha Ethiopia tulazeni hapo, wanalala mzingine hoteli nzuri kabisa, wanapumzika, mwili unarudi kuwa sawa kwa kujipanga kutua Bujumbura. Kwa hiyo kuna mengi mazuri ambayo yanafanyika, walillahi alhamdu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azidi kuyaboresha zaidi. Nyinyi kama ofisi ya hija, ni wito gani ambao mnautoa kwa wale ambao wanatamani kudiriki ibada ya hija ya mwaka 2026?
Wito wetu wa mwisho kama umevoniomba, nisititize kule haji alinde hicho tarehe 13 Shaaban sawa na 1 mwezi wa pili 2026, mwisho wa malipo ya vyote. Ofisi haiwezi kukulipia kile ambacho haujawekeza ofisini. Kumbe inaombwa kuanzia sasa, kile ambacho ofisi imerahisisha kuanzia sasa, unaweza kuja kidogo unaweka, wanakupa risiti, kidogo unaweka, wanakupa risiti, mpaka unajikuta kwenye hizo tarehe umemaliza malipo yako salama. Allah subhanahu wa ta'ala tuwekee wepesi. Ikiwa kwamba mtu anatamani na anataka kuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa katika ibada ya hija mwaka 2026, azisogelee ofisi zipi inshallah? Ofisi zinahusika na kusajili mpaka sasa ni hapa ofisi mama ambayo inasajili yuko katibu bana Haji Qasim, na iko ofisi inaongozwa kule na kina Haji Rusambo, wanasajili pia. Kwa hiyo zungukia kote huko utakuwa umesajiliwa, na namba za wahusika ni hizo zinapita. Kwa namba yoyote ile unaweza wasiliana nayo akakupa maelekezo kwa upana zaidi. Inshallah namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ninakushukuruni vijana ambao mnapeperusha habari hizi. Mwenyezi Mungu akulipeni pia kheri, na ni matarajio yetu inshallah na kuoneni bado vijana hamjahitaji kule hija kusukumwa kwa puspusi, bado mnaweza kutembea. Siku moja Mwenyezi Mungu akuwezesheni mpate uwezo wa hija au ofa ya kwenda kwa hiji, na bado mko vijana, inshallah muweze kuifanya hija ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwaona watu wanaifanya wameridhika, wako na nguvu, hajakunja uso kwa kuchoka, lakini bado anafurahia hija yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama vile ni matarajio yetu ofisi, tumepiga hatua sasa hivi tunasafiri na daktari wa kwenda kuhudumia ambao wamesibiwa labda na tatizo, ili wanakuwa karibu kumuona daktari. Tunafikiria si ajabu siku moja ofisi tukasema vijana wetu hawa TV online, leta passport, tunanyanyuka na mmoja anakwenda kurusha kamera zake kule inshallah na kuyarusha matangazo kwa wepesi zaidi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, kila penye nia pana njia, na yote hayo kwa uwezo wa Mungu iko siku tutayafikia. Ni hayo, mnashukuriwa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Nibut TV.